Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya wewe ambao unaendelea kufuatilia mafundisho yetu. Lakini pekee nichukue nafasi hii pia kuendelea kumwambia Mungu asante kwa ajili ya matendo makuu ambayo ameendelea kuyatenda katikati yetu. Leo ni siku nzuri kabisa ya Alhamis. Tunamshukuru Mungu, ni wakati mwingine tena, ni asubuhi nyingine tena. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya matendo makuu. Mungu ametulinda, Mungu ametupigania, hajatuacha wala kutupungukia. Tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante kwa ajili ya matendo mengi ambayo ameyatenda katikati yetu. Kipekee nimeendelea kupokea shuhuda mbalimbali kwa somo ambalo tulikuwa tunatembea nalo, lile somo ambalo tulikuwa tunazungumzia kwa habari ya mavazi 10 ambayo adui anamvika mtu. Lakini leo Mungu ametupa nafasi wiki hii kwa siku hizi, leo Alhamisi, Ijumaa, na tutaendelea na hili somo kwa sababu tunaendelea kujifunza kwa habari ya kipindi hiki cha Pasaka, na yako mengi machache ya kujifunza na mengi ambayo yatakusaidia mtumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi kwanza tukamshukuru Mungu kwa pamoja, afu tutaenda kulitambulisha somo ambalo tutaenda kutembea nalo ndani ya siku kadhaa ambazo Mungu ametupa. Natamani tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo anayeteteri hai, tunasema asante kwa ajili ya wakati na majira haya, Bwana. Asante kwa ajili ya majira haya ya Kwaresma. Mungu umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu, umekuwa pamoja nasi tangu tumeanza. Mungu umeendelea kututetea na kutupigania, haujatuacha wala kutupungukia Bwana. Asante kwa ajili ya wakati na majira haya. Ninasogea kwako Baba mwenye nguvu, Baba mwenye uweza, tukikushukuru kwa ajili ya matendo makuu. Hatimaye Bwana tumeendelea kuona mkono wako zaidi kwa ajili ya kipindi hiki ambacho tunaenda nacho, kwa ajili ya kipindi hiki cha Pasaka. Asante kwa ajili ya neema hii Bwana ambao Mungu umetuwezesha kwa kumtoa mwanao wa pekee afe kwa ajili ya dhambi zetu, afe kwa ajili ya makosa yetu, afe kwa ajili ya uovu wetu. Tunakushukuru sana Bwana Yesu kwa ajili ya kujitoa kwako pale msalabani. Roho Mtakatifu, karibu tuhudumie wakati tuna majira haya tunapenda kulitafakari neno lako. Ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi pia kuendelea kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya wakati huu. Tukumbuke leo ni siku ambayo tunaita Alhamisi ya Amri. Yako mengi ya kujifunza, lakini moja ya vitu ambavyo nilikuwa natamani sana tujifunze kwa ajili ya wiki hii na siku hizi kadhaa za kipindi hiki cha Pasaka, yako mambo kadhaa ambayo nataka tukajifunze. Jambo la kwanza nilikuwa natamani tuangalie historia ya Yesu Kristo. Wako watu wengi tunasherekea Pasaka, tunamjua Yesu Kristo, lakini hatujui historia zaidi ya undani kwa habari ya Yesu Kristo. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu, natamani tuangalie historia kwa ufupi iliyosababisha Yesu Kristo aje duniani. Iko historia ambayo ilisababisha Yesu Kristo aje duniani. Nisikilize kwa makini sana mtumishi wa Mungu. Mungu mwanzo pale kabla ya vyote kufanyika, ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ile utaanzia ile sura ya kwanza, utasoma Mwanzo sura ile ya kwanza ukisoma kuanzia ile mstari wa 26, lakini pia ukisoma hapa mwanzoni, acha nisome haya maneno. Mwanzo sura ile 26, Mwanzo 1 ule mstari wa 26. Mwanzo 1 ule mstari wa 26. Neno la Mungu linasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote na kila kitambaacho juu ya nchi. Nilikuwa natamani nianzie hapa kama msingi wa somo letu ambalo nataka tuka-introduce. Natamani tuangalie historia ya Kristo kuanzia kwenye Agano la Kale na mpaka kwenye Agano Jipya. Lakini kabla hatujaangalia historia ya Agano la Kale, uwepo wa Yesu Kristo mpaka kwenye Agano Jipya, natamani nianzie mfano huu. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu. Kuanzia kwenye Agano la Kale, Mwanzo ile sura ya kwanza ambayo tumesoma mstari wa 26, Kristo alikuwepo. Tunamuona Kristo kwenye Agano la Kale akiwepo kama neno, akiwepo kama muumbaji kwenye kati zile. Ukisoma vizuri hicho kitabu ambacho tumesoma sasa, ukianzia mstari wa kwanza anasema hapo mwanzo palikuwa na neno, na neno alikuwa kwa Mungu. Neno anayezungumziwa pale ni Kristo mwenyewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka hapa nimekuambia somo tunalotembea nalo ni kumwangalia Kristo kwenye Agano la Kale na kumwangalia Kristo kwenye Agano Jipya. Lakini pia tunaangalia kitu gani kilichosababisha Kristo aje azaliwe kama mwanadamu na aje kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Kitu gani kilichosababisha awepo, azaliwe duniani na aishi duniani. Nisikilize kidogo, hii historia itakusaidia mtumishi wa Mungu. Kwenye Agano la Kale tunamwona Kristo kwenye kitabu cha Mwanzo kabisa, wakati Biblia inasema hapo mwanzo palikuwa na neno. Anapozungumzia hapo mwanzo palikuwa na neno, anayezungumziwa neno ndo Kristo mwenyewe.
kwa mujibu wa Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Nasema Yesu ndiye neno aliyekuwepo tangu mwanzo. Ukizungumza uhalali wa ili neno kwenye kitabu cha kitabu tulichokisoma cha Mwanzo sura ya 26, anaposema na tumfanye mtu kwa mfano wake na sura yetu, na sura yetu, anazungumzia nafsi tatu. Kumbuka Biblia inaposema ukisoma anapozungumza kwenye ile neno, anaposema na tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu, Mungu alipokuwa anazungumza tumfanye mtu, kumbuka kulikuwa na nafsi tatu. Asingesema na tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu. Mungu hakuwa mwenyewe kwa wakati wa uumbaji wa dunia. Mungu Yesu Kristo pia alikuwepo, kwa kulikuwa na Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na ndio maana nasema na tumfanye mtu kwa sura yetu. Sura ya nani? Sura ya Mungu Baba, sura ya Mungu Mwana na sura ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Si kama mnanielewa, mtumishi wa Mungu. Kwa mwanzo kabisa wa uumbaji wa dunia, Yesu Kristo alikuwepo. Ndio maana anatamkwa kama nafsi ya pili ya uumbaji. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nimekuambia ukisoma ile Injili ya Yohana pia, Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema hivi. Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Hivyo mwanzo kulikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanywa kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Ule mstari wa 4, ndipo yeye anasema ndani ya yeye ndipo kulikuwako uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Hivyo nuru yang'aa gizani, wala giza hakuliweza. Palitokea na mtu. Ukiendelea hapo chini, ukiendelea kuangalia hapo chini, panazungumziwa habari za nani? Za Kristo. Anaposema hapo mwanzo palikuwa na neno, hili neno ndo Kristo mwenyewe ambaye akauvaa mwili kwa Agano Jipya. Anatokea anakuwa mwanadamu, kama mwanadamu, anazaliwa kama mwanadamu, lakini anakuwa ni Mungu ndani ya nani jamani? Ndani ya mwanadamu. Sio kama mnanielewa, watumishi wa Mungu. Kwa mwanzo kabisa tunamwona Mungu, tunamwona Kristo kama neno. Kwenye Agano Jipya tunamwona Kristo kama mtu kavaa mavazi kama mwanadamu, kavaa mwili kama mwanadamu, kavaa nyama kama mwanadamu. Kwa tunamwona Mungu aliye ndani ya nani? Ya mwanadamu. Sio kama mnanielewa, watumishi wa Mungu. Kwa pointi ya msingi nataka tuangalie hivi kwamba Kristo wakati wa Agano Jipya alikuwepo, lakini kipindi kile alikuwa kwenye umbo la roho. Kwenye Agano Jipya ndo anauvaa mwili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnanielewa, watumishi wa Mungu. Sasa naomba nisikilize kidogo. Kilichosababisha Kristo aje duniani au vae mwili kama mwanadamu ni kwa sababu ya jambo moja. Nisikilize kwa makini. Wakati wa Agano la Kale, Mungu alipomuumba mwanadamu akamkabidhi bustani ya Edeni. Anasema kampa vyote kwenye ile bustani ya Edeni, avitawale, avimiliki. Mwanadamu alipokosea, kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 3, mwanadamu alipoanguka akamkosea Mungu, Mungu akamuondoa kwenye utawala. Alipomuondoa kwenye utawala, kumbuka kipindi hicho ambacho Mungu Adamu amemkosea Mungu, kilichosababisha mkosea ni kutokutii kile ambacho Mungu alimpa. Na baada ya kukosea utii, akaondolewa kwenye utawala, akaondolewa kwenye umiliki, akapewa malaika na maserafi wakalizunguka lile bustani ya Edeni. Mwanadamu akafukuzwa, akatolewa kwenye utawala. Na kipindi hicho sasa mwanadamu, kwa sababu alikuwa mtawala, alipoondolewa kwenye utawala, shetani ndiye alikuwa mtawala wa mwanadamu. Kwa mwanadamu alikuwa anatawaliwa na nani? Na shetani. Alikuwa chini ya utawala wa shetani. Sio kama mnanielewa, watumishi wa Mungu. Kwa hiyo ilibidi Mungu atengeneze plan B, kwamba mwanadamu sasa, kwa sababu yuko chini ya utawala wa shetani, shetani ndo anayemtawala, ndo anayemiliki vyote. Na ndio maana hata wakati Yesu Kristo anakuja duniani, tunakumbuka wasomaji Biblia, ukisoma kile kitabu ile Injili ya Mathayo sura ya 4, tunamwona Mungu pia Yesu Kristo anapojaribiwa pale msalabani, anapopitia majaribu. Maandiko yanasema shetani akamjaribu akasema, vitu vyote tunavyoviona viko chini yangu, mimi ndio nimepewa kumiliki. Na ni kweli, shetani baada ya kumpindua mwanadamu, kutolewa kwenye ile umiliki na utawala, akaondolewa mamlaka yote na nguvu zote na mamlaka na pesa na vyote akapewa shetani. Shetani ndio alikuwa mtawala. Kwa Mungu ili arudishe utawala kwa Adamu, ilibidi ajitoe yeye Mungu mwenyewe, sehemu ya roho yake, ajitoe sadaka ili mwanadamu asaidiwe. Na ndio maana niwaambia mahali fulani nikasema kilichofanyika pale ilikuwa ni biashara kati ya shetani na nani? Na Mungu. Kitu gani kilichofanyika? Ni kwamba Mungu akasema sasa mimi najitoa mimi, alafu mwanadamu aachiliwe.
Kwa Mungu alichokifanya, ilibidi ajitoe sadaka kwa shetani, ajitoe sadaka ya kufa, alafu mwanadamu awe huru. Ndio kilichokuja kufanyika. Kwa tunataka nisikilize kidogo. Mungu ndiye muumbaji aliyeumba vyote. Alafu Mungu Mwana ndo aliyekuja kukikomboa kile alichokiumba Mungu baada ya kupotea, akaja akakikomboa Mungu Mwana ambaye ndo Kristo. Alafu baada ya hapo tunamwona Roho Mtakatifu ndo anakabidhiwa kukichunga kile ambacho kimekombolewa na Kristo. Ndo Roho Mtakatifu mchungaji, anatuchunga, anatusaidia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba tuende darasani kidogo. Mungu wakati anataka kumkomboa mwanadamu alianza mbali sana. Kwanza kabisa ilibidi atengeneze plan B kabla hajatokea Yesu Kristo kwenye Agano la Kale. Maandiko yanasema akamwambia Ibrahim, toka wewe kwenye nchi ya jamaa zako uende katika mji nitakao kuahidia. Kumbuka hapa anayetafutwa ni kwa ajili ya kutengeneza kizazi kipya. Yaani Mungu anatafuta amkomboe mwanadamu kwa njia fulani. Akaanza kwa habari ya Ibrahim. Ibrahim akatoka kwenye ule mji wa baba yake mzee, ule Uhuru wa Kardayo. Naomba nisikilize kwa makini sana, mtumishi wa Mungu, uielewe hii historia vizuri. Mungu anamwambia anamwambia Ibrahim, toka wewe kwenye mji wa baba yako uende katika mji nitakao kuahidia. Na ni kweli Ibrahim anatoka kwenye ule mji. Kile kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Anatoka kwenye kile kijiji ambacho baba yake alikuwa anaishi, mzee Tela. Anapotoka kwenye kile kijiji, kumbuka hapo Mungu anatafuta mpango wa kumkomboa mwanadamu ajitengenezee taifa takatifu. Maandiko yanasema Ibrahim akamsikiliza Mungu, akatoka akaenda katika mji ambao Mungu amemwahidia, unaitwa mji wa Kanani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema Mungu anamwambia Ibrahim, anasema kwenye huo mji nitakubariki wewe, nitakuita baba wa mataifa mengi. Na ni kweli Mungu alipomtoa Abraham kwenye kile kijiji chao, kwenye ule mji wao wa baba yake mzee Tela ambaye alikuwa anaabudu miungu mingine, kule alikokuwa anaenda, ni kweli Mungu akambarikia. Lakini kumbariki kwake akasema, nitakufanya kuwa baba wa mataifa mengi. Nisikilize kwa makini sana, mtumishi wa Mungu. Kumbuka ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu aliyepotea kwenye bustani ya Edeni. Kabla Yesu ajaja, alianza mbali sana kumtafuta mwanadamu. Maandiko yanasema Ibrahim alipoambiwa zile habari kwamba utakuwa baba wa mataifa mengi, akashangaa. Akasema, Mungu, ni kweli umesema utanibariki, lakini mbona mimi sina mtoto? Akasema, nitakubariki na uzao wako utakuwa mwingi kama mchanga wa baharini, kama nyota za angani. Ibrahim alipolipokea neno akaliweka kuwa amini, akalichukua likawa sehemu ya imani yake. Maandiko yanasema kweli Mungu akaenda akambariki, akampa mtoto anaitwa Isaka. Nisikilize kwa makini sana, mtumishi wa Mungu. Alipompa mtoto Isaka, maandiko yanasema Isaka naye akapata watoto wawili. Kuna Lawi, lakini pia kuna nani? Kuna Yakobo, lakini pia kuna mtoto mwingine anaitwa Esau. Maandiko yanasema Mungu akasema, sasa kupitia Esau kupitia Yakobo nitakubariki. Kweli Mungu alipoambiwa Abraham alipoambiwa zile habari za kwamba tabarikiwa kupitia mtoto Isaka, kweli tunamuona Isaka akazaa watoto wawili ambaye ni Esau na Yakobo. Sasa tunamuona Mungu, naomba nisikilize kidogo, mtumishi wa Mungu, kupitia mtoto Yakobo ambaye ni mtoto wa Isaka, maandiko yanasema akamwita baba wa mataifa mengi. Kwa nini alimwita baba wa mataifa mengi? Yakobo baada ya kubarikiwa, tunakumbuka kile kisa ambacho kilitokea wakati Yakobo anapambana na malaika. Nisikilize kwa makini. Yakobo anapambana na malaika, wakashindana. Mwisho wa siku Yakobo akashinda. Na baada ya kushinda akasema, sasa naomba unibariki, usiponibariki mimi sitoki. Akambariki, akasema utaitwa baba wa mataifa mengi. Naomba nisikilize, mtumishi wa Mungu. Akasema wewe utaitwa baba wa mataifa mengi. Na anapomwambia baba wa mataifa mengi, wakati huo Yakobo hana mtoto. Yakobo akaja akapata watoto 12. Sasa walikuwa 13 na Dina akiwepo. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo, utasoma kwa muda wako. Kile kitabu cha Mwanzo kuanzia ile sura ya 40 sura ile ya 40 39, utasoma hapo kwa muda wako. Anapata watoto, wale watoto 12 na Dina akiwepo wanakuwa 13. Basi katika wale watoto 13 ndo anakuja kupatikana jina anaitwa baba wa mataifa mengi, ama anaitwa Israeli, baba wa mataifa 12. Sasa nisikilize kidogo. Yakobo alikuwa na watoto 13. Mungu akaamua kujichagulia watoto, akawa na watoto 12. Sasa tuchukulie kwa mfano wana Israeli walikuwa wahesabu watoto wa kike. Kwa Dina naye yumo mule, lakini hatumhesabii Dina, kwa wanabaki watoto 12. Katika wale watoto 12 ndio maana likaitwa taifa la Israeli, ambalo ni watoto 12 wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaendelea, mtumishi wa Mungu, baada ya kuitwa watoto 12 wa Yakobo, baada ya kutamka kwamba
watoto 12 wa Yakobo, Mungu akaamua kujiteulia watoto hawa wawili. Naomba nisikilize kwa makini. Mungu akaamua kujiteulia watoto hawa 12 katika wale watoto 12 wa Yakobo. Akamchukua mtoto mmoja anaitwa Lawi, akamchukua mtoto mwingine anaitwa Yuda. Akasema, wewe Lawi na uzao wako wote watakaozaliwa kwenye tumbo lako wewe Lawi wataitwa makuhani, watafanya kazi kwa ajili yangu. Kwa Mungu akaamua kuwachukua watoto wawili tu, Lawi na Yuda. Akasema, wewe Lawi kwako atatokea makuhani. Ninaposema makuhani, yani atakuwa anafanya ibada, watakuwa wanaongoza ibada kwenye madhabahu yangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukisikia kitabu kimeandikwa kitabu cha mambo ya Walawi, Walawi hawa ni watoto ambao walikuwa ni watoto wa Yakobo. Ni mtoto wa Yakobo anaitwa Lawi. Watoto wake wote wakateuliwa kuwa makuhani. Wao ndio walikuwa wanaongoza ibada. Ukisoma kile kitabu cha Hesabu, naomba nisome kidogo. Hesabu sura ya 3 mstari wa 12. Naomba nisome ile andiko. Hesabu sura ya 13. Sura ya 3, Hesabu 3 mstari wa 12. Naomba nisikilize kidogo, mtumishi wa Mungu. Hesabu 3 utaelewa hiki kisa ambacho nasema. Kumbuka tunaangalia Kristo alikotokea mpaka anazaliwa kuwa mwanadamu, alafu anavaa mwili, anakufa kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Historia ilianzia huku. Hesabu sura ya 3 mstari wa ngapi jamani? Wa 12. Neno la Mungu linasema hivi. Kwanza tuanze ule mstari wa 11. Anasema kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, mimi tazama nimetoa Mlawi, nimetoa Walawi na kuwatoa katikati. Narudia tena. Anasema ule mstari wa 12, nianze ule mstari wa 12. Mimi tazama nimemtoa Walawi ama Mlawi na kuwatoa katikati yenu ama katikati ya Israeli badala ya wazaliwa wa kwanza wote wafungwao na tumbo katika wana wa Israeli, na hao Walawi watakuwa wangu, kwa kuwa hao wazaliwa wa kwanza wote ni wangu. Katika siku ile niliyowapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, nitajiwekea wakfu wazaliwa wa kwanza wote wa Israeli na wanadamu na wanyama katika Mungu, watakuwa wangu. Mimi ndimi Bwana. Sasa ukisoma vizuri hili neno, Mungu anamwambia Musa, anasema Lawi ninajitolea, ninamchukua mimi, anakuwa wangu badala ya wazaliwa wa kwanza wote wa taifa la Israeli. Kumbuka kilichosababisha wana Israeli wasaidiwe na Mungu kuwaua wazaliwa wa kwanza wa Farao na wazaliwa wa Israeli wakae salama, ni kwa habari ya kuchukuliwa mzaliwa wa kwanza wa wanyama. Mungu alimwambia Musa, akamwambia, chukua wazaliwa wa kwanza wa mnyama kwenye mifugo yenu, mkamchinje sadaka badala ya watoto wenu wazaliwa wa kwanza. Nitakapopita mahali popote nitakapoona mzaliwa wa kwanza amechinjwa, amepakwa damu kwenye milango yenu, hiyo nyumba sintaigusa. Lakini mahali ambapo hawatajua hii siri, nitaua huo uzaliwa wa kwanza. Sasa kwa kile kisa Mungu akasema, kwa sababu nilifanya kile kitendo, mimi najichukulia mtoto mmoja Mlawi, atakuwa wangu kwa kazi yangu. Kwa Mungu akamchukua Lawi kwa habari ya kazi ya ufalme wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio kama naeleweka, watumishi wa Mungu? Naomba nisikilize sana, kwa sababu hiki ndio kisa ambacho wengi hawakielewi, kilichosababisha Kristo azaliwe awepo duniani. Kwa Lawi akachukuliwa kwa ajili ya kazi ya madhabahu tu, kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu, kwa ajili ya kuwaombea watu. Kwa Mlawi alipewa kazi ya kuwaombea watu. Watu walikuwa wanakuja madhabahuni, wanaombewa, wanasamehewa dhambi zao. Wanaombewa, wanasamehewa dhambi zao. Na ule uwezo ni Mungu mwenyewe aliwapa Walawi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia akasema, wewe mtumishi wa Mungu Yuda, kwako watatoka wafalme. Kwa wana Israeli watakapotaka wafalme watajipatia kwenye kabila gani jamani? La Lawi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. La Yuda. Wakitaka makuhani watapata kwa Yuda. Kwa Lawi. Wakitaka wafalme kwa Yuda. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 49. Mwanzo sura ile ya 49, nikusomee kidogo hapa. Mwanzo sura ile ya 49 mstari wa 10. Mwanzo 49 ule mstari wa 10. Neno la Mungu linasema hivi: fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria katika miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye miliki
ambaye mataifa watamtii. Fimbo ya Yuda haitaondoka katika nini? Katika Yuda. Fimbo haitaondoka katika ufalme wa Yuda, kwenye uzao wa Yuda, kwenye kabila la Yuda. Na ndivyo ilivyokuwa. Kwa Yuda alipewa mamlaka ya kumiliki na kutawala kama mfalme, kama kiongozi, kama mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Yuda tunayemsoma ndio huyo ambaye tunakuja kumuona Kristo anazaliwa kwenye kabila la Yuda. Sasa naomba nisikilize kidogo historia mtumishi wa Mungu. Lawi baada ya kupewa lile jukumu la kuwaombea watu matatizo yao, na watu walikuwa wanafunguliwa na watu wanaponywa. Baada ya kupewa lile jukumu, Lawi akajisahau, akageuza ile kazi kuwa biashara. Sio kama mnanielewa watumishi wa Mungu. Nimekwambia Lawi ndo aliyepewa mamlaka ya kuwafutia watu dhambi, kuwaondolea watu dhambi. Sasa alipopewa ile mamlaka, akageuza ile kazi kuwa kama biashara. Kwa watu walikuwa wanakija kwake, anaambia bwana njoo, anawaombea na watu wanafutiwa dhambi zao na wanatoa sadaka pale. Wanatoa vitu pale. Baada ya kuona wanafanya hivyo, wakageuza ile kazi ambayo Mungu amewapa kuwa biashara. Ndio ujio wa Yesu Kristo. Na ndio maana ukisoma kile kitabu, naomba unisikilize kidogo watumishi wa Mungu. Ukisoma ile Injili ya Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 21. Injili ya Mathayo sura ya 21, neno la Mungu linasema hivi. Mathayo 21 mstari wa 12. Mathayo 21 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema hivi. Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni, akazipindua meza zao waliobadilishana fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza jiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itakuwa ni nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi na vifungo. Sasa ukiendelea hapo chini, tunamuona Kristo baada ya kuzaliwa sasa. Na kilichosababisha azaliwe ni nini? Kilichosababisha Kristo aje duniani ni baada ya kuona wale Walawi waliopewa kazi ya kuwaombea watu bure, na hata kama wana changamoto zao wapeleke sadaka labda ya njiwa, sadaka ya mbuzi, labda ya kondoo. Wale Walawi walichokuwa nakifanya, wakakusanya kondoo kote mtaani, wakazileta kondoo kule ndani. Wakaanza kuwaambia watu, watu wakienda na changamoto zao, wanaambia wewe unaumwa nini? Labda mimi bwana, labda nimezini au nimeiba. Wanasema kwa kosa lako wewe utatoa ng'ombe, kwa kosa lako wewe utatoa mbuzi, kwa kosa lako wewe utatoa kondoo. Sasa kumbe hilo kosa, kuna wengine walikuwa hawana uwezo wa kutoa ile sadaka. Walawi wao walikuwa wanalazimisha watu watoe sadaka. Kristo, Mungu akatazama mbinguni, akagundua kuna watu ambao wanakufa na dhambi zao. Na mpango wa Mungu sio kwamba watu wafe na dhambi. Mpango wa Mungu ni kutaka watu watubu, watengeneze, wasamehewe, wasife na dhambi. Kwa shetani akawa na watu wengi ambao wamekufa kwenye dhambi zao. Na Walawi waliopewa kazi ya kuondolea watu dhambi, ili hao watu wasamehewe, lazima wawe na vitu, lazima wawe na sadaka, lazima wawe na mbuzi, lazima wawe na kondoo. Watu wengine hawana kondoo, wengine hawana mbuzi. Na Walawi sasa wakageuza pale kuwa kama dini, kuwa kama biashara. Kristo ilibidi aseme, sasa mimi nitajitoa kwa niaba ya wale maskini, kwa niaba ya wale watu ambao hawana vitu. Na ndio maana Kristo alipokuja, alikuja kuwakomboa wenye dhambi. Na ndio maana tunakumbuka niliwaambia hata watu manifanya. Na ndio maana alisulubiwa pamoja na wanyang'anyi. Lengo la kusulubiwa pamoja na wanyang'anyi kwamba mimi niko tayari kufa kwa ajili ya watu wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni maombi yangu mtumishi wa Mungu uelewe kwamba Kristo kilichosababisha aje duniani afe msalabani ni kwa ajili ya sisi nini? Wenye dhambi. Kwa sisi ambao tuna dhambi tulikufa, Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu. Alibeba sadaka ya yeye mwenyewe, akajitoa sadaka yeye mwenyewe badala ya kupeleka tena ng'ombe kwa makuhani. Akaamua mimi yeye mwenyewe kujitoa kama ng'ombe, kujitoa kama kafara, kujitoa kama mbuzi, kujitoa kama kondoo, ili afe kwa ajili ya wenye dhambi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana alipoingia karuni, akawatazama wale Walawi. Ukisoma hiyo Injili ya Mathayo kama nilivyokusomea, Injili ya Mathayo sura ya 21, akaingia karuni, akachukia. Kristo alipokuja duniani sasa, akaingia karuni, akachukia. Akakuta watu waliopewa kazi ya kuwaombea watu, ya kuongozea watu sala, wamegeuza kuwa biashara, wamegeuza kuwa mradi. Wameleta kondoo mle ndani, wameleta ng'ombe. Kwa watu walikuwa kija na shida zao, nasema unauma nini? Labda mimi nauma kichwa. Umetenda dhambi gani? Labda mimi nimeiba. Anasema adhabu yako wewe, lete ng'ombe. Bwana mimi sina ng'ombe. Ng'ombe wako hapa wanauzwa. Kwa walikuwa wanawarangulia watu, wanawauzia kwa bei gari.
Kristo akachukia, akatimua na akasema maneno haya, nisikilize kwa makini: nitalivunja hekalu kwa siku hii moja na nitalijenga kwa siku 3. Tafsiri yake ni kwamba mimi mwenyewe Kristo nitakufa siku hii moja. Baada ya kufa kwa siku moja, kuna ishara zitatokea hapa, na ishara zenyewe tunakumbuka Kristo alipokufa, maandiko yanasema vazi la hekalu likapasuka. Baada ya kupasuka vazi la hekalu, Kristo miili ya watakatifu ikafufuka. Na lengo la kupasuka lile vazi la hekalu ni kwamba kila mmoja ambaye amempokea yeye awe na uwezo wa kwenda mbele zake kuomba kama kuhani, sio kuwategemea tena makuhani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo naomba tuishie hapa. Kesho Mungu atupa neema, tutaendelea mbele kidogo. Lakini natamani tuishie hapa, lakini pointi ya msingi ujue Kristo alianza tangu kwenye Agano la Kale mpaka kwenye Agano Jipya. Tunaona yako mambo mengi, na tutaangalia kesho Mungu atupa nafasi, tutaangalia maandiko ambayo yanadhihirisha kwa habari ya ujio wa Yesu Kristo, kwamba Yesu Kristo alikuwa kwenye Agano la Kale. Nimekwambia Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 inadhihirisha hivyo. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 utasoma kwa mdani, anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu. Kwa mwanzo kabisa Yesu alikuwepo. Lakini pia inadhihirisha kwenye Agano Jipya, tunaona udhibitisho wa ile andiko, Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 3. Yesu ndiye neno aliyekuwepo tangu mwanzo. Tunamwona kwanza uumbaji, alikuwepo Kristo. Lakini yako mambo mengine mengi, yako maandiko mengine. Ukisoma Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, anasema uzao mwanamke utamponda kichwa, naye ataponda kichwa. Tunaona Kristo anapokuja kupigwa msalabani. Tunamuona pia kwenye Agano la Kale kwamba Kristo alikuwepo, anasema uzao wa mwanamke utamponda kichwa. Ni uadui kati ya shetani na Kristo alipokuwa pale msalabani. Lakini pia tunaona Isaya 7 mstari, hiyo ni Mwanzo, nimekwambia ile kumponda kichwa na kumponda kichwa ni ile Isaya 3 ni hiyo Mwanzo 3:15. Lakini pia ukisoma Isaya 7 mstari wa 14, kuzaliwa kwake, tunaona Isaya anatabiria kwamba huyu atazaliwa na Bikira Mariamu. Anazaliwa kweli, anatabiriwa kwenye kile kitabu cha nabii Isaya. Lakini tunamuona udhihirisho kwenye Agano Jipya. Injili ya Mathayo inadhihirisha kwamba alizaliwa kweli na bikira safi. Lakini pia Mika 5 mlango wa 2 utasoma kwa muda wako, tunamuona kudhaliwa, alisema atazaliwa Bethlehem, na tutasoma kesho Mungu atupa nafasi. Kwa yako mengi ambayo yanatuthibitisha kwamba Kristo alitabiriwa, na ndo huyu tunayemsoma, na ndo huyu ambaye tunasherekea, na ndo huyu ambaye tunashangilia kwamba alipigwa, akafa na akafufuka siku ya 3. Kwa Kristo yuko hai, na Kristo tunayemsoma sio kwamba ni historia, ni vitu ambavyo vipo na yuko hai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi leo nataka tuende tukaombe, tumsihi Mungu atusaidie kwenye kipindi hiki cha Kwaresma. Tuamini kwamba Kristo kama vile ulivyopigwa msalabani, kama ulivyojeruhiwa msalabani, ulikufa msalabani, ni kwa ajili ya mimi mwenye dhambi. Naomba unisamehe. Tutapita kwenye maombi ya toba, alafu kesho Mungu atupa nafasi tutapita pia kwenye maombi ya vita, kwamba Mungu, kwa maana ulimshinda shetani na sisi tumetupa mamlaka ya kumshinda shetani. Natamani tuwe tukaombe kwa pamoja. Naomba nipatishe maneno haya. Sema: Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana kwa ajili ya siku ya leo. Nimeendelea kujifunza kwa habari ya siku hii, kwa habari ya siku ya leo, kwamba Kristo uliyepigwa msalabani, ukafa msalabani, ni kwa ajili ya mimi mwenye makosa. Ulionyesha upendo, na tunajifunza pia kwamba siku kama yale ya Alhamisi ndio siku ambayo uliwaosha miguu watu, kwamba unawapenda, upendo wako, upendo wa upeo. Ukafa msalabani, ukaamua kuwachagua wanafunzi uliowapenda, na ukaamua kuwaita wote uliowachagua, ukaambia nendeni ulimwenguni mkaihubiri Injili. Bwana, asante kwa ajili ya upendo wako, ulikufa kwa ajili yetu. Asante Bwana Yesu. Na leo Bwana, siku ya Alhamisi, yako mengi tunajifunza kwa habari kama kanisa. Tunaona upendo wako, ukawaosha miguu hata waliokusaliti, akiwepo na Petro aliyekukataa, akiwepo na Yuda aliyekusaliti, bado ukamwosha miguu. Ni kwamba Mungu unatupenda hata sisi wenye dhambi. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya upendo huo, na umetufundisha siku kama ya leo pia Alhamisi ndio ulionyesha zile amri kwamba pendaneni, mpende jirani yako kama vile unavyoipenda nafsi yako. Tumejifunza haya yote Bwana, kwamba Mungu uliupenda upeo ulimwengu mpaka ukajitoa mwenyewe kufa kwa ajili yetu. Asante Bwana Yesu. Asubuhi siku ya leo Bwana, na majira haya na wakati huu na asubuhi ya leo, ninakuomba Bwana, kanitie nguvu niendelee kusimama kuona upendo wako, upendo wa agape ambao Mungu uliuona tangu mwanzo. Ulitamani mwanadamu asife na dhambi. Nami Mungu ninakusihi na ninakuomba, ile dhambi ambayo inaniataki, ile dhambi inayonifuatilia, ile dhambi inayonikamata, ile dhambi inayonishikilia, kuanzia sasa, kwa maana kwa kupigwa kwako mimi nimepona. Ninajitenga na hiyo roho ya dhambi,
hiyo tabia ya uovu, ya dhambi, ya makosa kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Shetani sikia, hautanikamata tena kwenye dhambi, hautanifunga tena kwenye dhambi ya urevi, ya uzinzi, ya kiburi, ya uasherati na matamaa ya mwili. Kwa kupigwa kwake Kristo mimi nimepona, niko huru kwa jina la Yesu. Ninaposhangilia, ninaposherekea kipindi hiki, ninapotafakari mateso ya Kristo, Roho Mtakatifu nisaidie kujuta, kuomba msamaha ili nisirudi tena kwenye mateso na aibu na fedhea. Nisimrudishe Kristo kwenye mateso yale makari kwa jina la Yesu. Nisaidie Bwana, niwezeshe Bwana, nisimame katika wewe kwa kipindi hiki na majira haya. Niwezeshe mtumishi wako katika jina la Yesu. Wacha nikuombee mtumishi wa Mungu. Wako watu wanasema mtumishi wa Mungu umeongea kitu kikubwa sana, lakini kuna wakati yamkini mimi nilianguka. Natamani mimi nikuombee kwa dakika kama 3. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasimama kama kuhani wako. Bwana, wewe uliyemtafuta mwanadamu baada ya kuanguka, ukamtoa Yesu Kristo msalabani afe kwa ajili ya sisi wenye dhambi. Ninamuombea toba mama huyu. Ninaomba toba kwa ajili yake pale ambapo alikosea kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda. Ametubu Bwana kwa kinywa chake. Nami ninasimama kama kuhani wako. Ninaomba toba kwa ajili yake. Kamsamehe, kamrehemu, kamuoshe, kamuondolee laana, kamuondolee mabaya, kamuondolee changamoto, mweke awe huru katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mpe kushinda dhambi, mpe kukataa dhambi, apate nguvu ya kumkataa shetani na kazi zake zote na anasa za dunia. Nami ninakuombea, pokea neema, pokea kibali cha kusimama na Mungu. Usirudi nyuma tena na umeokoka. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana watumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Kesho tena tutaendelea kujifunza mafundisho haya, na leo ni Alhamisi ya amri kama tulivyoelekezana kwamba kipindi kama cha leo Yesu ndo anaonyesha upendo kwamba mimi niko tayari nitakufa, lakini kwa sababu mimi bado nawapenda hata msaliti akamwosha miguu. Tunamuona Yuda msaliti akamwosha miguu kwa sababu alionyesha upendo. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Mungu akutunze. Usiache kuhudhuria ibada za leo za njia ya ibada ya Alhamisi ya amri. Mungu akutunze. Kesho tena tunakaribisha kwenye ibada hii. Na wale ambao mnaguswa kuachilia sadaka zenu, usiache kuachilia sadaka kwenye namba ya simu ambayo inapita hapo ya lipa. Tuma sadaka yako na Mungu akubariki na Mungu akutunze. Amen.